Uhali gani mtazamaji wa Star TV, karibu sana katika tanuru la mjadala, na siku ya leo ndani ya tanuru tunajadili kuhusiana na muungano wa wanawake viongozi na nafasi gani katika kuleta maridhiano katika jamii. Mimi ni Athumani Mihula na hapa studioni kwa siku ya leo ninaye Mwajuma Noti Mirambo. Huyu ni mwenyekiti wa wanawake taifa kutoka chama cha UMD, kwa maana Union for Multi-Party Democracy, ndiye yupo hapa. Lakini pia huyu alikuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama hicho mwaka 2025, lakini pia ana vyeo vingi huyu, lakini pia ni katibu wa jukwaa la viongozi wanawake, kwa maana Women in Leadership Forum. Yupo hapa ndani ya tanuru kama nilivyokujuza, kuangalia muungano wa wanawake viongozi una nafasi gani kuleta maridhiano katika jamii. Mimi ni Athumani Mihula, niseme tu karibu sana mpaka tamati ya kipindi hiki kufahamu yale yatakayojiri hapa leo katika tanuru. Bi Mwajuma, habari yako? Nzuri sana. Kwema kabisa. Kwema. Karibu sana. Asante sana. Mambo yanaendaje? Alhamdulillah. Vipi UMD huko? UMD kwema. Naendeleaje? Tunaendelea vizuri. Mbona mpo kimya? Hakuna wengine tunawasikia huko hivi mpo kimya. Tuko kwenye kujipanga. Au ndo mmeshafunga baada ya shughuli za siasa? Hapana, mwisho wa uchaguzi, mwanzo wa uchaguzi mwingine. Virago havijafungwa, naamini mnaona tunapokuwa na chaguzi mbalimbali, basi UMD lazima iwepo. Sawa. Kabla tujaingia kwenye mada yetu, uligombea urais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uchaguzi mkuu mwaka 2025. Vipi? Hali ilikuwaje? Hali ilikuwa nzuri. Hali ilikuwa nzuri. Tumepiga jaramba vya kutosha. Tunaishukuru tume mwaka huu kwa kutuwezesha pia kupata usafiri. Tumeweza kufika sehemu ambazo wakati mwingine sisi kama UMD ni chama ambacho hatuna ruzuku, wenda ikawa tusingeweza kufika. Lakini alhamdulillah, kwa kupitia usafiri ule tumeweza kufikia wananchi wengi wa Tanzania, kuwafikishia maono yetu, kuwafikishia ilani ya UMD, kuwafikishia maono binafsi mimi kama mgombea, na imetufanya tumetandaa. Na katika kuzunguka huko, Watanzania nini kubwa walikuwa na, yaani mligundua kwa Watanzania nini wanahitaji? Yaani Watanzania wanahitaji maendeleo. Tanzania wanahitaji maendeleo. Watanzania wanahitaji kukua kwa uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini eneo husika, lakini na taifa kwa ujumla. Changamoto zetu ni zile zile: maji, huduma za afya, elimu, miundombinu. Sawa. Na mlipata jimbo lolote? Hatukujaliwa kupata jimbo. Hatukujaliwa kupata diwani. Kwa hiyo mna mipango gani sasa kwa ajili ya uchaguzi? Mipango kuendelea. Tunaamini kuna chaguzi zitatangazwa, na sisi wale ambao walikuwa wagombea walitiania katika kipindi kilichopita hawakupata nafasi. Tume itakapotangaza tutaingia, tupambane. Sasa lakini una cheo kingine, wewe ni katibu wa jukwaa la wanawake viongozi jukwaa la viongozi wanawake. Hili jukwaa linahusu nini hasa hili? Jukwaa hili linahusu maendeleo, mustakabali wa nchi yetu baada ya chaguzi, ushiriki wa wanawake katika maeneo mbalimbali, kiuchumi, kisiasa, kijamii. Jukwaa hili limeundwa na sisi ambao tulikuwa wagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanawake na wagombea wenza wanawake. Sisi kwa pamoja, baada ya kumaliza uchaguzi, tulikaa tukatafakari. Tumetembea, tumeziona shida za Watanzania, lakini pia tumeziona shida za wanawake katika maeneo tofauti, lakini wako vijana na makundi maalum. Sisi ni viongozi, lakini sisi ni wazazi na walezi pia. Baada ya kumaliza uchaguzi, sio mwisho wa sisi kufanya kazi. Lazima sasa tuweke itikadi zetu pembeni,
tuangalie fursa katika taifa letu, lakini tuangalie na sisi wapi tunaweza kusimama kuwasaidia wanawake wenzetu ambao wako ndani ya siasa, ambao wako nje ya siasa, kwa namna gani wanaweza kuzifikia fursa mbalimbali ambazo ziko katika nchi yao. Na katika kuzunguka huko, tumalize na hili afu tujikite lile ambalo limetweka hapo siku. Katika kuzunguka huko, labda mkiambiwa nyinyi vyama mbadala, sema upinzani, labda UMD, mwishauri serikali katika yale mlioyaona, mnalipi la kuishauri serikali? Sisi serikali tumeishauri katika mambo mengi. Katika chagizo za kimaisha tumeona kero za yale madeni ya maiti mahospitali, tumelisemea sana, na tunashukuru hata juzi tulipokutana na Mheshimiwa Rais alivyotuita, tumemkumbusha kwamba tunashukuru hatua zimechukuliwa, lakini huku chini tunaona bado kuna changamoto. Sisi bado tuko kwenye jamii, tunafiwa. Mimi juzi tu nilifiwa na kakaangu Magomeni, mzee Atibu Kabambula. Tumeona changamoto za madeni bado zipo. Lakini juzi tu tulikuwa na msiba Mloganzila, tumezika majuzi tarehe 2. Nilifiwa pia na kakaangu. Bado kuna changamoto za madeni za maiti. Kwa hiyo serikali bado tunaishauri kupitia wizara husika na waziri mwenye dhamana, huku chini washuke wa kuangalie. Inawezekana huko juu hakuna tatizo, lakini huku kwa watendaji chini bado nafikiri mambo sio mazuri sana. Na sisi tunapenda kuona binadamu yoyote Mtanzania anapomaliza uhai wake duniani, basi kila kitu chake kiwe kimekwisha. Na hilo linawezekana. Kwa sababu tunaona mikopo, watu wanakopeshwa, lakini mtu anapokuwa amekufa, basi deni lake linakoma. Kwa hiyo sisi tunaona nchi yetu inao uwezo, serikali yetu sikivu inao uwezo. Mama yetu Mheshimiwa Dakta Samia Suluhu Hassan ana uwezo wa kuhakikisha hilo linafika mwisho. Sasa tuje katika lile ambalo limetuweka hapa. Muungano wa wanawake viongozi una nafasi gani katika kuleta maridhiano katika jamii? Tuanze hapa. Maridhiano ni kitu gani hasa? Maridhiano ni sehemu ambayo mnakaa, mnakubaliana kutokukubaliana yale ambayo mlikuwa hamko sawa sawa. Aidha kukiwa na jambo ambalo limewafanya mahusiano yenu yamekuwa sio mazuri. Na hii ndio nchi yetu, hatuna pa kwenda. Linapotokea jambo lolote hatuko sawa, ni wajibu wetu kuitana, kuhakikisha tunazungumza yale ambayo tunayaona yanatufanya tunakuwa na tofauti. Mwisho wa siku lazima tufikie maamuzi, tuliziane. Na wakati Rais Samia, Daktari Samia Suluhu Hassan alihutubia taifa wakati wa kukaribisha, akitoa salamu za kukaribisha mwaka mpya, kuaga 2025 kukaribisha 2026, alizungumza kwamba serikali ipo mbioni kuanzisha tume ya maridhiano. Lakini huku wengine wanajiuliza, labda tunisaidia Mwajuma, maridhiano haya ya nini? Na kuna haja ya maridhiano? Maridhiano ni kitu muhimu kwa kufanya taifa letu tuwe wamoja kwanza. Na haja ya maridhiano mimi naiona ipo. Kwa sababu kama unavyofahamu tumetoka kwenye uchaguzi wa 2025. Baada ya uchaguzi yako mengi yamejili. Na mpaka umeona Mheshimiwa Rais akaunda tume ile ya jaji mstaafu. Kupita kukusanya maoni kwa kile kilichotokea kabla na baada ya uchaguzi. Na nafikiri tume iko kazini na muda si mrefu itakuja kutupa ripoti yake. Kwa muktadha huo, kikawaida hatuko sawa. Ndio maana yametokea hayo yaliyotokea. Ni lazima tujue kwa nini tumefika hapa. Kwa sababu kwa umri wangu mimi, tangu nimezaliwa zimepita chaguzi mbalimbali, hatukuwahi kufikia yaliyotokea tarehe 29. Kwa hiyo ni wajibu wetu sasa, lazima tukae pamoja tujiulize kwa nini limetokea hili, limetokea wapi, chanzo ni nini, wahusika ni kina nani, na walikuwa na maslahi gani na hili.
Lakini sasa ili maridhiano yaweze kupatikana, maridhiano ya kweli, msingi wake yupi? Msingi kwanza, wahusika wawepo. Wahusika katika jambo husika. Jambo husika linahitaji labda Watanzania, wanahitaji wanajamii, linahitaji wanasiasa, linahitaji viongozi wa vyama vya siasa. Hao ndo msingi wa maridhiano. Watakapokusanyika hao wakaongea kwa mtindo ambao utaonekana unafaa, kama kwa kukutana kwa kundi moja baada ya jingine, lakini mwisho wa siku kuja kuona labda shida ni nini ambayo inahitaji sasa tukae tuzungumze. Shida ni hii, shida hii, labda kama kuna kasoro basi zifanywe kazi. Nafasi sasa yenu nyinyi, muungano wa wanawake viongozi, una nafasi gani katika maridhiano? Sababu Mheshimiwa Rais amesema tume ya maridhiano ipo mbioni kuja kuundwa, kuja kufanya maridhiano ili umoja wetu, mshikamano wetu, amani yetu viendelee kudumu ndani ya Tanzania. Nafasi yenu sasa nyinyi ni ipi katika hii? Nafasi ya wanawake viongozi katika tume ya maridhiano ni kubwa. Kwa sababu kwanza sisi ni wadau wa uchaguzi. Na mimi kwa mtazamo wangu naona katika kufikia uchaguzi wetu mwaka huu ndio kumekuja mambo mengi yasintofahamu. Hatuelewi ya ndani au ya nje. Hatuelewi ubaya huu uko ndani au uko nje ya mipaka yetu. Lakini ukija kwenye uchaguzi au siasa, wanawake ni wadau wakubwa. Hususan sisi wanawake viongozi ni wadau wakubwa. Na sisi ni waathirika endapo amani itakuwa haipo. Kwa sababu sisi wanawake hatuwezi kukimbia tukawaacha watoto. Sisi wanawake hatuwezi kukimbia tukawaacha wazazi wetu wagonjwa ambao wako ndani. Sisi wanawake wengine wana changamoto, wana watoto walemavu wako nao majumbani. Hawezi kutoka akamwacha mwanawe. Kwa hiyo machafuko yoyote yanapotokea, amani itakapokuwa imetoweka, sisi ndio waathirika wakubwa, pamoja na watoto na wale ambao wako kwenye makundi ambayo mguu wao ni shida, sauti yao ni shida, wana matatizo mbalimbali. Wengine hawasikii, wengine hawaoni, wengine hawawezi kutembea, tofauti ya mimi na wewe. Kwa hiyo sisi wanawake viongozi katika hii tume ambayo itaundwa na Mheshimiwa Rais, naona tuna nafasi kubwa, kwa sababu sisi ndio waathirika wakuu endapo hatutokuwa na amani au hatutokuwa na umoja wa kitaifa katika nchi yetu. Na aminika ama kukubalika ndani ya jamii? Sisi tunaaminika. Tunaaminika, na tangu tumeliunda jukwaa hili la wanawake viongozi, mimi nimekuwa nikipokea simu nyingi kutoka kwa wanawake viongozi ndani ya vyama, kutoka kwa wagombea wa mwaka 2025 wa ubunge, wa udiwani, kutoka kwa jamii, jamani msituache, jamani na sisi huku mtatufikiaje. Yaani watu wanaamini kweli kweli kwamba sisi ni sauti yao. Na sisi dhumuni la kuunda hili jukwaa ni kuwa sauti za wanawake waliokuwa ndani ya siasa, waliokuwa nje ya siasa, kihaki, kiuchumi, kijamii. Na mnawafikiaje sasa? Tunawafikia. Sisi tangu tumeunda jukwaa hili, baada tu ya kupata usajili Januari, tumeanza kazi. Tumeweza kuwafikia wanawake kwa Mbonde, jukwaa la wanawake nao wajasiriamali wao wakatueleza. Lakini pia katika ule mwezi mtukufu wa Ramadhani tumewafikia watoto yatima katika kituo pale Kibaha. Tumeweza kusikiliza changamoto zao, na sisi kwa uchache wetu tumedhamiria kuzifanyia kazi. Lakini kwa siku hiyo tumepata nao iftari pamoja. Lakini Zanzibar
jukwaa limefanya kazi kwa watoto yatima, lakini tunao wanawake kibanda maiti, wajasiriamali, wana mambo wanayahitaji kwetu, wametuletea, na sisi tuko tayari, tunasema tutakwenda kuifanya hiyo kazi. Lakini kuna Pemba, tumezamilia kufika kule kuwaona wanawake wa Pemba wa jukwaa. Makamu mwenyekiti wa jukwaa yeye anatokea upande wa pili wa Muungano, na naibu katibu wangu anatokea upande wa pili wa Muungano, na wenza wengi walikuwa wanawake wanatokea upande wa pili wa Muungano. Kwa hiyo tumewapa kazi waende wakaratibu kule, tuone tunafikaje maeneo mbalimbali upande wa Zanzibar, kuhakikisha tunakutana na wanawake, tunakutana na vijana, kuona tunakuwa tuna sauti ya pamoja kuwainua wenzetu ambao wako pembezoni. Lakini wakati wa sikukuu ya wanawake tunamshukuru Mheshimiwa Waziri Gwajima, alitualika Geita kwenye maadhimisho ya wizara. Wakati tumekwenda pale, tuliwasikiliza wanawake wenzetu ambao wako kwenye migodi, wafanya biashara wa madini. Tumesikiliza changamoto zao, na baada ya hapo tulifanya nao kikao. Tumekubaliana tutakwenda kuzungumza na wanawake wafanya biashara migodini. Kuna changamoto nyingi sana za wanawake na wasichana ambao wako migodini. Wana changamoto za kikazi, lakini kuna changamoto zingine, wanahitaji elimu ya kujitambua, wasije kuwa vitendea kazi visivyofaa ambavyo vitaathiri maisha na afya zao. Sawa. Katika shughuli ambazo mmezifanya WLF, zaidi kama nimekuelewa vyema, mmejikita zaidi kwenye kuwainua wanawake kiuchumi na kutatua changamoto zao, lakini katika eneo hili la maridhiano mmewafikia vipi vijana? Kwa sababu kama ulivyosema hapa, Oktoba 29 yaliyotokea yanajulikana. Na kundi kubwa ambalo limeshiriki katika hayo ni vijana. Nafasi yenu sasa nyinyi kuwafikia vijana waone umuhimu wa amani, waache. Unajua kijana akili yake akiambiwa lolote lile, akija tu miula akimwambia bwana hichi na hichi anaweza kabeba. Ukija Mwajuma akimwambia anabeba, lakini aweze sasa kung'amua lipi zuri, lipi baya, lipi muhimu kwa taifa lake na lipi la kuliepuka kuharibu taifa lake. Nyinyi wanawake viongozi, mshafanya hilo au mna mpango kufanya hilo? Sisi tumeanza, na tunashukuru wakati tuko Kibaha tulipata timu ya wasichana na viongozi wao. Na bahati nzuri mimi natokea huko kwenye michezo. Tumekubaliana kwamba mchezo wa mpira miguu ni mchezo pendwa, ambao huo tukiutumia tunapata vijana wa kike na wa kiume. Lakini kwenye maskani zao tunasema zile vijana wengi tunatambua sasa hivi wako kwenye ajira binafsi, kwa hususan bodaboda na bajaji. Tumesema tutakapozindua jukwaa letu, maana bado hatujafanya uzinduzi wa jukwaa la wanawake viongozi. Tutakapozindua jukwaa letu, tuna malengo ya kuwafikia vijana na makundi maalum popote walipo kwenye shughuli zao, ili kuweza kuwawekea utaratibu wa mafunzo, kujua umuhimu wa amani katika nchi yao, lakini kujua wanao umuhimu wa kuwa wazalendo katika nchi yao, lakini wakati mwingine kuto kujua fursa zilizopo katika maeneo yao. Sisi tumejitolea kuhakikisha tunaenda kuwasikiliza kama wanajua fursa zilizopo katika maeneo yao, wanazifahamu. Kwa mfano kuna mikopo. Je, hii mikopo imewafikia? Na kama imewafikia, labda changamoto gani zimewakwamisha? Maanake wakati mwingine unasikia malalamiko, mikopo hii ya 10%, wakati tunapita kwenye kampeni, maeneo mengine wanasema hii mikopo imekuwa ya kichama. Wanahisi kwamba labda ni mikopo ambayo imewalenga watu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wao hawajishughulishi nao. Lakini hii mikopo ni mikopo ya halmashauri kwa ajili ya wananchi, na imeainisha wanawake
vijana na makundi maalum. Lakini huko mitaani kwenye siasa wakati mwingine kuna kuwa na kuto kuelewa vizuri hilo jambo. Na saa nyingine wako watu wanalipotosha. Kwa hiyo sisi tunataka kujua, na tulimwambia Waziri Gwajima hizi fursa wapi zinakwama. Sisi tunataka kujua zilikokwama, kama kikundi kilifata taratibu, kwa sababu mikopo ina vigezo vyake, na kama kilifata taratibu wamekwamia wapi? Kwa mama maendeleo, wamekwamia kwenye usajili, wamekwamia wapi? Tunataka kujua kikwazo ni nini, ili wakati mwingine serikali isiwe inalaumiwa moja kwa moja, kumbe Mwajuma ndo ambaye anaokwamisha jitihada za serikali. Peke yangu hapa ninaye Bi Mwajuma Noti Mirambo. Huyu ni mwenyekiti wa wanawake taifa kutoka chama cha UMD, kwa maana Union for Multi-Party Democracy, na pia alikuwa mgombea wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, lakini pia vile vile yeye ni katibu wa jukwaa la wanawake viongozi. Yupo hapa ndani ya Tanuru kuzungumza nami kama nilivyokujuza kuhusiana na muungano wa wanawake viongozi una nafasi gani hata kuleta maridhiano katika jamii. Mimi ni Athmani Mihula, ombi langu ni wewe kuendelea kubaki hapo hapo katika luninga yako ili ufahamu mengi na uwe nasi mpaka tamati ya kipindi hiki. Bi Mwajuma, tunaendelea. Mmefanya juhudi kubwa, lakini mimi nataka nifahamu katika kundi la vijana hapa nchini, mmegundua labda kwa nini vijana hawa labda wanashiriki kufanya vurugu, wanahamasika kufanya hichi na kile ambacho, au hata haoni umuhimu wa amani ambayo upo katika nchi hii? Shagundua labda sababu ni nini hasa? Sababu mnakutana nao huko, mnazungumza nao, labda wanaeleza ni nini hasa yanayowasibu vijana? Kiukweli sababu za msingi hakuna. Na mimi nasema wakati mwingine wanaoumbisha vijana ni sisi wanasiasa ambao tunataka kujipatia umaarufu kupitia wao. Tunataka kuwafanya vijana kuwa ngazi yetu. Kwa sababu unaweza kukuta vijana wanalalamika, lakini ukimwambia lalamiko lake la msingi, shida yako katika serikali yako ni nini, anashindwa kuwa na jibu la moja kwa moja. Hata kwambia ajira hakuna. Tunakubali changamoto za ajira ni si za nchi yetu tu, nafikiri ni Afrika na wakati mwingine hata dunia, maana tunaona sehemu zingine huko pia kuna matatizo ya ajira kwa vijana. Lakini ndani ya nchi yetu pia tunakubali hilo tatizo lipo. Lakini kuna jitihada gani wewe kama kijana umezichukua kuhakikisha tunasaidiana kwenye hilo tatizo la ajira? Lakini je, sauti yako unategemea katika kufikisha hiyo kero ya ajira hakuna, umetumia njia gani? Na hiyo njia unayoitumia ni njia sahihi ambayo itatatua hilo tatizo, au ni njia ambayo italeta madhara zaidi? Na si madhara kwako tu, madhara kwa familia yako, madhara kwa sisi wazazi wako. Tumeona hapa yaliyotokea 2025 Oktoba 29. Wengi ni kina mama, tulitoka tunalalamikia watoto wetu wako ndani na ndo tunaowategemea. Lakini kwa hilo tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa usikivu wake, baada ya kuona kwamba hili jambo lilikuwa ni mihemko. Na inawezekana katika kukujibu pia swali lako, labda elimu watoto wetu ya kutotambua yale ambao wanaendea, lakini wamekuwa kwenye vikundi, wanakuwa na ushawishi mwingi, wakati mwingine wa kutumia vilevi tofauti tofauti, labda ndio vinawapelekea anaweza kulishwa neno lolote na mwanasiasa na yeye akaliamini. Waswahili wanasema maneno ya kuambiwa changanya na ya kwako. Mimi Mwajuma ni mwanasiasa, nimekuja nimekuhubiria, na wewe pia unao muda kama kijana. Kwanza wewe ni nguvu kazi ambayo damu yako bado inachemka, uelewa wako wa kufikiri na kupambanua mambo unatakiwa wewe ndio uwe zaidi.
ya sisi. Mimi nimekuletea, na wewe kaa tafakari, jambo hili lina maslahi gani kwenye kundi lenu nyinyi kama vijana? Lina maslahi gani ndani ya familia yako? Lina maslahi gani ndani ya eneo lako, lakini pia ndani ya nchi yako? Kwa hiyo mimi nafikiri vijana wetu tunao muhimu sana wa kuwapa elimu ya kujitambua wao ni nani, na wao ni kundi ambalo lina mategemeo makubwa kwetu sisi, kwa sababu leo hii nipo hapa Mwajuma, nimesimama 2025, Mungu akipenda 2030 siwezi kuwa Mwajuma yule wa 2025, lakini wao ambao bado hawajafikia kufikia vigezo vya kuchukua hizi nafasi au kuzipigania hizi nafasi, wao wamejiweka tayari, wao wamejiandaa, wao vijana wazuri ambao wakisimama wawe na hoja za msingi, watambue wapi mapungufu ya serikali, wapi ambapo yeye ataenda kusimamia kuhakikisha anasema mimi jamani, mkinipa hii dhamana nitakuwa sauti yenu. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi wanasiasa kusema na vijana wetu ndani ya chama na nje ya chama, kuhakikisha wanajitambua na kujua haki zao katika nchi yao. Lakini kuhakikisha wanajua umuhimu wa amani katika hizo shughuli zao, katika huko kuona ajira hakuna, lakini bila amani basi hatutokifanya kitu chochote. Hatuwezi kuabudu, hatuwezi kufanya shughuli hizo za siasa, hatuwezi kufanya hizo ajira zisizokuwa rasmi, na hata zile rasmi hatuwezi kuzifikia. Tumeona tulivyokaa ndani 29, 30, 31. Mimi nasema siwezi kuisahau Oktoba. Sawa. Sasa wao kama vijana wamejifunza nini kupitia lile? Kwa nini vijana wanachuki? Ndio sasa ukiwasikiliza vijana wengi wanachuki. Au hujaligundua hilo? Mwajuma. Vijana yani wanachuki sana. Chuki. Imefikia mahala hata mtu akipatwa na jambo baya tu, madhali kifo, ajali, wao wanafurahia. Safi sana. Bado kwa nini vijana wanachuki? Mimi naamini kwenye vijana kwa wanachuki. Kwanza hata juzi tuliongea na Mheshimiwa Rais. Utandawazi nao umetufikisha sehemu sio. Utandawazi umetufikisha sehemu sio. Kwa hiyo ni wajibu wetu sasa, na hasa nyinyi wanahabari, kuwa ni sauti kubwa ya kuwarudisha vijana wetu kwenye mstari. Tunapoingia kwenye hizi simu, vijana wanakutana humo, wanaongea saa nyingine mambo ambayo hayana tija kwa wao na wala kwa taifa lao na wala kwa sisi wazazi wao. Wamekuwa sasa wakitumia hii fursa vibaya. Tumeona maandamano asilimia kubwa yalianzia mtandaoni. Jay-Z mimi nimeona asilimia kubwa ilikuwa mtandaoni. Lakini wale ambao walikuwa wanasimama kuhamasisha kushiriki, wengine hawako Tanzania. Sasa hapo jiulize, wewe ndio unaingia barabarani. Yeye yuko Marekani, yeye yuko Uingereza. Yeye familia yake haipo. Anakusaidia? Wewe unachokifanya unajisaidia? Kwa hiyo hizi chuki za vijana, mimi naamini turudi kutumia mitandao vizuri vijana kwa faida. Sio kuna mahala labda kama taifa hivi tumejikwaa hivi au tumesahau sehemu fulani hivi ndio inasababisha chuki hizi kwa vijana? Wakati mwingine mimi wanaambia hata kwenye chama changu viongozi wenzangu, tusiwaache vijana nyuma, tusiwaogope, kwa sababu swala la kumwacha mtu nyuma, swala la kumuogopa, swala la kutomshirikisha, wakienda hawa mahali wakakaa na wao wakawa na mijadala yao, shida inaanzia hapa. Kwa hiyo mimi kwanza nimeishukuru serikali baada ya uchaguzi, Mheshimiwa Rais kuweza kuona sasa iko haja ya kuanzisha wizara ya vijana. Ile ni hatua pia ya kuwafikia hao vijana, na ninamshukuru pia waziri, nimemuona akitembea, lakini mimi namshauri akawafikie vijana, awasikilize, na anayoyapata kwa vijana wakayafanyie kazi, na hakikishe wasaidizi wake huko chini. Manake tumeona mara nyingi shida inakuwa sio juu, shida inakuwa chini. Akaangalie majukwaa huku kwenye kata,
yawepo majukwaa ya vijana, wasimamiwe huku watendaji kila kata kuhakikisha wanafikia vijana, wanawasikiliza na kutatua matatizo yao, kwa sababu hawakukurupuka. Pako mahali tumekosea sisi kama taifa, na ili tujitibu ni lazima tukubali, kwa sababu kasoro hizo naziona hata kwenye vyama vyetu. Tukiangalia hapo unamkuta kijana kwa sababu tu kuna jumuiya ya vijana. Lakini sisi wanawake pia huko nyuma tulikuwa na huo wakati mgumu. Lakini sisi tunashukuru, baada ya lile azimio la Beijing, serikali yetu imefanya juhudi za maksudi, mashirika mengi yametupa elimu wanawake sasa tumetoka kina Mwajuma, tunasimama, tunaongea, tunahamasisha wanawake wenzetu, tunabadili sasa hata ile mifumo tunaivunja vunja. Tumeona sasa kwenye vyama vya siasa tumeanza kupata viongozi wanawake. Tangia uhuru tulikuwa tuna mwenyekiti wa chama mwanamke, lakini sasa tunaye Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Pamoja na kuwa alifika hapo kwa mipango ya Mungu kutupitisha kwenye changamoto ya msiba, lakini kama sio kuvunja mifumo, serikali kusimamia katiba inasemaje, basi leo tusingekuwa na mwenyekiti hapa, tusingekuwa na rais hapa. Lakini tunashukuru tumeweza kufika hapo, na kupitia yeye tumeweza kupata wengine. Tumempata mwenyekiti Sau mwanamke, tumempata kiongozi mkuu wa ACT mwanamke, tumewapata makatibu wakuu wanawake. Tunaona tumepiga hatua. Na tumepigaje? Yako mashirika yamefanya kazi kwetu, na nichukue nafasi hii kuyashukuru. Sawa, umesema kuwa kwa hiyo kwa upande wa vijana tunaiomba sasa serikali na yale mashirika binafsi yafanye kazi kwa vijana, kuhakikisha vijana wanajitambua, wanajua haki zao, wanatambua umuhimu wa amani na wanakuwa wazalendo katika nchi yao. Unadhani kwamba serikali na hayo mashirika yanatosha pekee kututoa hapo, sababu umesema kwamba kuna sehemu tumejikwaa, kututoa hapo tulipojikwaa na kuweka hali sawa kwa vijana? Tunao wajibu wa kuwapitisha na kuwakumbusha kwamba amani ni kitu muhimu katika nchi yetu, lakini umoja wetu katika nchi yetu ni kitu muhimu. Kama tunayo matatizo yetu, basi tuone njia gani ya kufikisha matatizo yetu katika maeneo husika kwa njia sahihi. Vurugu ni njia sahihi ya kutatua changamoto na matatizo ambayo yanatokana? Wote tumeona sio njia sahihi. Wote tumeona vurugu zimetufikisha wapi. Hatukuweza kufanya kazi, hatukuweza kuzungukia vituo. Mimi nilikuwa mgombea, nilikuwa nimeanza kuzungukia vituo vya kupiga kura, sikuweza kuvimaliza baada ya hali kubadilika. Lakini hatukuweza kwenda kwenye shughuli zetu, na kuna watu wengine walikwama waliokuwa kwenye shughuli zao, kwa sababu sisi tumezoea asubuhi unaamka unaenda kupiga kura, ukitoka kupiga kura unaenda kutafuta riziki. Wako watu walikwenda kupiga kura wakatoka wakaenda kutafuta riziki. Wako watu walitoka wakasema wanaenda kutafuta riziki, wakitoka kutafuta riziki waende kupiga kura. Wote tulikwamishana kwa ajili ya watu wachache tu, kwa maslahi yao tu, kwa faida ambazo wanazijua wao. Kwa hiyo lipi sasa limetufunza kama taifa wakati tukielekea kwenye maridhiano? Limetufunza ni lazima tusikilizane. Tusikilizane. Sisi, mimi nimetoka kwenye familia ya Kiswahili. Wanasema hata chizi saa nyingine kwenye maneno yake ukimsikiliza unaweza ukapata moja likakusaidia. Kwa hiyo sisi kama viongozi na serikali yetu na kiongozi wetu mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni msikivu, na tumeona usikivu wake. Baada ya kutoka kwenye matatizo tu ameunda tume. Aendelee kutusikiliza, aisikilize tume itakaporudi, atusikilize wanasiasa wenzake, na tumeona amekuwa msikivu. Ametuita wagombea, naamini wako viongozi wa vyama, wote hao wako wananchi wake kupitia wawakilishi wake. Awe msikivu,
yeye kama amiri jeshi mkuu, lakini wanaomsaidia kwenye mamlaka mbalimbali wawe wasikivu kusikiliza watu wa chini tunaowahudumia, tunaowaongoza, kwa sababu bila wao sisi hatuko kwenye hizi nafasi. Na huu tamaduni sasa ambao unazuka mpya huu kwa vijana kushangilia mmoja wetu Mtanzania mwenzetu anapopata kadhia mbalimbali, mfano kifo, ajali, kushangilia, ni utamaduni mzuri? Si utamaduni mzuri na unasikitisha, kwa sababu sisi hata kwenye imani zetu, mimi Muislamu, tumeambiwa mwenzako anapotoka kwenye uso wa dunia, basi yale yote ambayo kwa bahati mbaya, kwa makusudi aliweza kukukosea wewe au kumkosea muumba wake, msameheane, na hayapaswi kuzungumzwa. Yaani si tumekatazwa, hayapaswi kuzungumzwa. Sasa huu utamaduni ambao umetokea, mimi nautazama kwenye mambo mengi. Nautazama sijui ni utandawazi, umetufikisha mahali pabaya kwa watoto wetu, lakini pia utamaduni wetu, mila na desturi zetu, tumekwama wapi sisi kama walezi? Kwa sababu wanaoyafanya haya ni sehemu ya watoto wetu, kaka zetu, waume zetu, lakini wanaume wake zao, dada zao, watoto wao. Mimi nafikiri sasa ni lazima turudi kwenye mila na desturi zetu. Wapi tumepotoka? Tunatokaje sasa hapo? Maana kadri siku zinavyozidi kwenda utamaduni huu unakuwa. Ulianza tu kama masera, lakini ukipita kwenye mitandao ya kijamii ukisikia fulani kapata ajali, wachama fulani, basi watu wanashangilia, wanasherehekea, na mpaka wanafika hatua kutunga nyimbo kabisa. Mbona tunapokwenda huko? Tunatokaje sasa hapo? Kwanza sisi kama wazazi turudi kuongea na watoto wetu, ndugu zetu. Naamini haya mambo yako kwenye familia zetu. Tuanze sisi huko ndani kuongea nao sisi kama jamii, lakini pia mamlaka nafikiri sasa zifanye kazi. Na hata juzi tulivyokuwa na Mheshimiwa Rais tumemshauri, tunataka sasa kuona mamlaka nazo husika zinafanya kazi. Wako watu wa TCRA, tunaona watu kwenye mtandao wanapitiliza mambo ya kibinadamu. Ni lazima sasa tuanze kuchukuliana hatua, ili kuona sasa hili tunalolifanya halistahili, na sisi tunasema sisi haturidhiki nalo, hatulifurahii kama wazizi wenu, kama viongozi wenu, hatulifurahii kusherehekea mtu anapokuwa amekufa au anapokuwa amepata matatizo binadamu mwenzako. Hebu jiulize, jiweke wewe, kama ungekuwa ndo mzazi wako, kama ingekuwa ndo mwanao, kama ndo ingekuwa kile kifo kinakuhusu, una nasaba ya aliyekufa, ungejisikiaje? Ungefurahia kukashifiwa marehemu wako? Ungefurahia kukashifiwa mwanao? Ungefurahia kukashifiwa mzazi wako, na hali ya kuwa ameshamaliza maisha ya duniani? Sisi tunasema, mimi naiomba serikali kupitia mamlaka zilizopo ianze sasa kuchukua hatua kwenye hili. Naamini watu wa TCRA wapo, hao wanaofanya hayo mambo kwenye mitandao, naamini kwa uwezo wao wa kitaaluma wanaweza kuona chanzo hiki kimetokea wapi. Hebu kwanza tuulizane vizuri. Kwa nini tunafikia hapa? Swali hilo nikuulize. Watu wengi wanajiuliza huko, tumefikaje hapa? Bi Mwajuma, naomba tusaidie. Kwa nini tumefika hapa? Tanzania tamaduni wetu sio huu. Nataka kama ni uchaguzi sio kwanza kufanya. Kwa nini tumefika hapa? Mimi naamini wakati sijui vizazi, manake malezi yetu sisi tofauti na malezi ya watoto wetu. Malezi ya watoto wetu tofauti na malezi ya wajukuu zetu. Ndio maana nasema kwanza hata sisi wenyewe kama wazazi natakiwa huku kwenye familia tujiulize. Kama kipindi hiki cha sikukuu tunakaa kusherehekea sikukuu kama familia, lakini tuwe na agenda ya ziada ya kuongea na watoto wetu. Kwa nini tumefikia hapa? Kwa nini watoto sasa hawaoni thamani ya marehemu? Kwa nini sasa watoto hawana imani? Manake pia ni ukosefu wa imani.
Uenda ikawa tumepotoka, watoto wetu hatuwapitishi madrasa, watoto wetu hatuwapitishi kwenye mafunzo makanisani, kwa sababu tunaamini mtoto ambaye anapita kwenye malezi ya kidini, ana hofu ya Mungu, anaweza kuingia kwenye mtandao akaweza kumchora marehemu, akaweza kumkashifu marehemu wa mwenzake, mzazi wa mwenzake. Mimi naona turudi sasa kwanza sisi wenyewe kama wanajamii, turudi tukajiulize kwenye familia zetu. Lakini kama mimi mwanasiasa, kwenye chama changu tunao vijana, wanawake kwa wanaume, ni lazima sasa tuhakikishe tunaitana, tunaongea. Lakini tumepewa sasa uhuru wa mihadhara, mikutano. Tunapofanya mikutano yetu, basi tuliongelee na hili la tulipofikia sasa. Kwa nini tumefika hapa? Tuulizane, labda tukiwauliza na hao vijana tunaweza tukapata majibu. Tukaongee na vijana wenyewe, kwa nini tumefika hapa? Tukaongee na Watanzania, maana wengine mle kwenye mtandao sio vijana kama Mwajuma Noti, lakini anachoingia mle kwenda kukichangia, anachoingia mle kukisema, we mwenyewe unajiuliza mara mbili, huyu mtu kuna tatizo la afya ya akili, ana shida gani? Mtu anatamka neno mtandaoni, unaingia simu yako mwenyewe, ukiishika unatizama pembeni kama mjukuu wako yupo, kasoma hajasoma. Sawa. Ukweli na haki vina nafasi gani kupata maridhiano ya kweli? Ukweli na haki vina nafasi kubwa. Kivipi? Vina nafasi kubwa kwa sababu hivyo vitu vinaenda kwa pamoja. Bila haki, bila ukweli, hamwezi kuwa wamoja. Ni lazima tunapokoseana tukubali. Mwajuma, kama nimekosa, ni lazima nikwambie, ndugu yangu, nimekosa, nisamehe. Lakini Mwajuma, nikikosa, na wakati mwingine naweza kukosa bila kujua, na wewe pia uniambie, bwana Mwajuma, umenikosea hiki na hiki na hiki. Sio kununa, sio kunipiga mawe, sio kunitukana. Wakati mwingine unaweza kuwa hunisaidii. Uenda ikawa mimi mwenzako sijaona kama nimekukosea. Kwa hiyo utakaponiambia, bwana Mwajuma, umenikosea hili na hili na hili na hili. Nyie wanasiasa mnatukosea hiki na hiki na hiki. Nyie viongozi mnatukosea hiki na hiki na hiki. Nami nitatambua. Lakini nikitambua, na mimi wajibu wangu nitambue kwamba nimekosa. Nitambue kama nimekukwaza. Na labda wakati mwingine tulishindwa tu kufahamiana. Wenda ikawa halikuwa kosa. Manake kuna wakati fulani mimi namkumbuka mwanasiasa mkongwe marehemu, nafikiri Mheshimiwa Mkapa, aliwahi kusema swala la ujinga. Watu wakasema wametukana. Lakini nilipokuja kwenye kuangalia ikaonekana ujinga ni kutokuwa na maarifa. Kwa hiyo kama unachukia ujinga, basi katafute maarifa uondoke kwenye kundi la wajinga. Kwa hiyo mimi naamini ni lazima tuwe wasikivu ili haki ipatikane. Kwa hiyo ili tupate maridhiano yenye tija katika nchi hii, kwanza tukubali kweli. Kama kuna tatizo lipo. Tukubali kama kuna tatizo lipo. Lakini tatizo kama lipo, basi lisiwe la kukuzwa na kuongopwa na watu kuongopa. Liwe pia kiasilia. Kwamba Mwajuma, kama nimekosea, nimepita sikukusalimia, basi useme vile vile. Kwamba Mwajuma, leo jamani kanikosea, akapita hajanisalimia, au kaingia ofisini leo hakunisalimia. Sijui shida nini. Kumbe mwingine, wakati mwingine mwenzako na mimi nimetoka huko na mzigo wangu wa kimaisha, na changamoto mbalimbali za kifamilia, sikupata usingizi vizuri, nimefika saa nyingine nimekutazama lakini sikukuona. Kwa hiyo unaponiambia, Mwajuma bwana, mbona leo umenipita ukunisalimia? Unakuwa umenisaidia. Ndugu yangu, labda kuna 1 2 3 hivi sikukusalimia. Tunakuwa tumefikia mwafaka. Sio kuficha au kuongeza. Sio kuficha. Kwa sababu nimekupita sikukusalimia, na wewe umeanzisha chuki, kesho na wewe unanipita hujanisalimia. Lakini unapokutana na mwingine ofisini, una sasa sema yasiyokuwepo, badala ya kusema lile kosa ambalo labda kwako nilikutendea, unaenda kuongeza mengine ambayo sikukufanyia.
Na hilo Watanzania wenzangu, mimi naomba tuwe wa kweli. Kama tulipata matatizo ya kiuchaguzi, basi tuyaseme kwa uhalisia wake, tusiyaongeze kwa kuyapotosha, hasa sisi wanasiasa. Tusiyaseme kwa kupotosha jamii, tuyaseme kadri tulivyoyaona. Tuseme ukweli, tusiseme tu nimeyasikia na mimi nasema wamekupa watu 10,000 na mimi nasema, lakini mimi mtaani kwangu sikuwa na msiba. Familia yangu labda sina msiba mpaka leo, sina aliyeumia. Sasa ni lazima wakati mwingine maneno ya kuambiwa changanya na ya kwako. Tuongee vitu vya ukweli, tujifunze kuongea ukweli, sio kupandikizana tu chuki. Hatujengi. Sisi ni Watanzania na nchi yetu ndio hii, hatuna kwingine kwa kwenda. Itikadi zetu hazituondoi Utanzania wetu. Na sisi wanasiasa tunafuatiliwa na watu wengi, tujitahidi kuwa wa kweli katika mazungumzo yetu. Maridhiano haya yana umuhimu gani? Maana mwingine anaweza kaanza maridhiano ya nini? Kwa ajili ya nini? Ili iweje? Turidhiane sisi. Yana umuhimu katika kuwa wamoja. Ni lazima kama taifa, tuna mambo ambayo labda tunayaona hayako sawa. Kuna sheria mbalimbali, kwa mfano za uchaguzi, kuna katiba, kuna mambo mbalimbali kama tunavyosema labda kundi hilo la vijana kutokuwa na changamoto za ajira, lakini mambo mbalimbali ya kiafya, kiuchumi, kijamii. Kwa hiyo maridhiano ni sehemu ambayo itatufanya sasa tuwe pamoja katika kuendelea kutatua changamoto zetu. Kwa mfano, wanasiasa tunahitaji marekebisho ya katiba. Bila kukaa tukaridhiana, tunaendaje kwenye huo mchakato ya kuifikia marekebisho ya katiba? Lakini labda tuna changamoto katika maeneo ya chaguzi zetu. Kwa upande wa sheria zetu za chaguzi, tunaendaje kufikia hilo bila kukaa mezani tukazungumza? Na mambo mbalimbali ya kijamii, kiuchumi. Kwa hiyo maridhiano ni kitu muhimu kwetu katika kufikia kutatua changamoto zetu katika nchi yetu na kuitunza amani yetu ambayo tuko nayo. Bila kukaa tukaridhiana, tukazungumza, tutakubaliana tuanze na kipi, tumalize na kipi, lipi la kwanza, lipi la pili, hatuwezi kuwa taifa moja. Hatuwezi kuwa wamoja. Na nyinyi wanasiasa, nije kwenu nyinyi wanasiasa, unakuta labda kwenye meza ya maridhiano kuna mwingine anakuambia mimi siwezi kufanya maridhiano, mimi ni mkubwa, nataka 1, 2, 3 ili tuingie kwenye maridhiano. Wanasiasa ndio sisi, tumeingia humo, tumevurugana humo, tumesemana humo majukwaa uchaguzi, tumekaa sasa tunaongea jinsi gani nchi yetu iende. Na sisi katika level ya vyama tuna level sawa, wote tumesajiliwa kwa msajili wa vyama vya siasa kwa sheria ile ile moja. Hakuna mkubwa. So nasema labda huyu wanachama wengi, hiyo ni namba. Na huyu labda kwenye uchaguzi hiyo ni namba, na hao nao waona wengi wakati mwingine saa nyingine kwako wameshahama. Tumeona juzi hapa msiba wa Mheshimiwa Bwege, ACT wanasema wakwao, Chadema wanasema wakwao. Kwa hiyo hao wengi saa nyingine wameshatoka kwako, walishabadili mtazamo, wako kwingine. Hiyo ni namba tu ambayo wakati wowote mtu ni haki yake ya kikatiba. Leo kuwa NCCR, kesho kuwa UMD, kesho kuwa TLP, siku inayofuata akawa CCM. Kwa hiyo si sawa baadhi ya vyama kuona wao ni wakubwa dhidi ya vyama vingine. Sio sawa. Na hapo ndipo wanapokosea. Na hapo ndio maana zile agenda zetu sisi kama vyama mbadala ambao hatuko madarakani tunashindwa kukaa pamoja kuzifikia. Kwa sababu wakati mwingine wanajiona wao hawawezi kukaa na UMD. Lakini UMD tuna mawazo pia ambayo angeweza kuwasaidia. Wanasema nyinyi vyama vingine hamuaminiki. Hatuaminiki. Sisi chawa, lakini inawezekana wao ndio chawa zaidi. Kwa sababu kwa nini hutaki kukaa na wenzio pamoja tuongee? Unataka uongee peke yako na mamlaka husika. Mnataka kwenda kuongea nini? Sisi tunadhani wao ndio chawa. Kwa hiyo nyinyi mnaaminika.
tunaaminika, na ndio maana mpaka leo hatujakosa sifa ya kuwa chama cha siasa Tanzania. Mtazamaji wa Star TV, huyo ni Bi Mwajuma Noti Mirambo, ni mwenyekiti wa wanawake taifa kutoka chama cha UMD, lakini pia aliwahi kugombea nafasi ya uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi wa mwaka 2025 kupitia chama hicho cha UMD. Pia yeye ni katibu wa umoja wa maana jukwaa la viongozi wanawake, yeye ndiye katibu. Yupo hapa katika tanuru la mjadala, mimi na yeye kuzungumza kuhusiana na muungano wa wanawake viongozi una nafasi gani katika kuleta maridhiano katika jamii. Hiyo ndio mada yetu kwa siku ya leo. Mimi ni Athmani Mihula, niendelee tu kukusihi baki hapo pembeni ya runinga yako mpaka tamati kipindi hiki uweze kuelewa yale yanajiri hapa katika tanuru la mjadala, na tanuru linawaka kweli kweli. Bi Mwajuma, tunaelekea ukingoni. Sasa tumezungumza mengi, tumeangalia kuhusiana na maridhiano, tumeangalia kuhusiana na nafasi yenu, jukwaa la viongozi lina nafasi gani kuhakikisha kwamba maridhiano, umoja, mshikamano unapatikana nchini. Mimi nikupe nafasi sasa ya kuzungumza neno la mwisho, hasa kwa ujumla wake, maridhiano kwa wale ambao wanaobeza wapo maridhiano bwana, hakuna bwana, lazima kiwepo hichi ndio turidhiane, huyu asiwepo, huyu au kifanyike hichi ndio lazima turidhiane. Uzungumze na hao watu. Karibu sana. Asante sana mtangazaji. Mimi ni wasii wa Tanzania wenzangu, wanasiasa wenzangu, viongozi wangu wa vyama vya siasa na Watanzania wote kwa ujumla. Maridhiano ni kitu cha muhimu katika taifa letu. Ili tuwe wamoja ni lazima tukae tuzungumze, tusikilize tofauti zetu, wapi tumekosea, wapi tulipotoka, wapi tulipo, wapi tunapotaka kwenda kama taifa. Ni wajibu wetu kuhakikisha tunakaa, tunaongea na mwisho wa siku tunakubaliana. Sisi kama wanasiasa tunayo mengi ambayo tunahitaji katika taifa letu. Tunahitaji marekebisho ya katiba, tunahitaji marekebisho ya sheria mbalimbali za uchaguzi. Bila kukaa meza moja tukazungumza kwamba hili tatizo lake nini, hili halijakaa vizuri, hatutoweza kufika kwenye yale ambayo tunayahitaji, na mwisho wa siku ndio tutakuwa sikifika chaguzi, hawa wameingia, hawa wametoka, na wale wafuasi wetu tutakuwa tunayaombesha. Mimi ni wasii viongozi wa vyama, wanasiasa wenzangu, wanawake wenzangu, vijana na wote wa Tanzania. Maridhiano ni kitu cha msingi katika umoja wa kitaifa. Maridhiano ni kitu cha msingi katika amani ya nchi yetu. Maridhiano ni kitu cha msingi ya sisi wa Tanzania kuweka tofauti zetu zote za kiimani, kiitikadi, kimtazamo, ili kujenga Tanzania moja yenye watu wa moja, yenye dhamira moja. Lakini pia Mheshimiwa mtangazaji, nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa kukutana na sisi wanasiasa wenzake ambao tumeshiriki uchaguzi mkuu wa 2025 katika nafasi ya uraisi na makamu wa rais. Ni jambo zuri kutuweka pamoja, kuongea, kuangalia tulipojukwaa, kuangalia nini maoni yetu katika serikali yetu. Namshukuru sana kwa kutupa nafasi, kwa sababu wakati mwingine asingekuwa na ulazima. Ana majukumu mengi ya kufanya, lakini katika majukumu yake yote aliona kwanza embo ni waite wenzangu, tuje tuulizane, tuje tupeane mawazo, tuje tushirikishane katika mambo mbalimbali ambayo yanajiri katika nchi yetu. Lakini pia nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuona katika jukwaa la wanawake
yupo mwenyekiti Dr. Evelyn Wilbard Munisi ambaye anaweza kuwa sauti yetu katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kumteua Dr. Evelyn Munisi, sisi wanasiasa wanawake ametushika mkono. Sauti zetu tunaamini zinaongezeka katika ngazi za maamuzi. Namshukuru sana kwa niaba ya jukwaa la wanawake viongozi tuliokuwa wagombea 2025 kwa kumchagua Dr. Evelyn Munisi, na katika jukwaa hili WLF Dr. Evelyn Munisi ndiye alikuwa muasisi na ndiye alikuwa mwenyekiti wa jukwaa hili. Mimi nikushukuru sana kwa kuhitimisha hivyo. Bila shaka umeeleweka. Watanzania wanaofuatilia Tanuru la Mjadala wameelewa nafasi yenu ni ipi kuhakikisha kwamba maridhiano yanapatikana nchini, lakini umuhimu wa maridhiano ni nini. Mimi nikushukuru sana kwa kuja hapa kuzungumza nasi, lakini siku nyingine endapo tutatoa mwaliko basi usisite kuja kutuitika. Lengo ni kuelimisha, kuwahabarisha Watanzania. Asante sana, nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Nakushukuruni sana, asanteni sana, kazi njema. Asante sana. Naam, mtazamaji wa Star TV, huyo ni Bi Mwajuma Noti Mirambo, ni mwenyekiti wa wanawake taifa kutoka chama cha UMD, lakini pia alikuwa mgombea wa uraisi katika uchaguzi mkuu mwaka 2025 kupitia chama hicho cha UMD, na pia yeye ni katibu wa jukwaa la viongozi wanawake. Mimi ni Athmani Mihula na nilikuwa naye yeye huyo Bi Mwajuma hapa katika Tanuru la Mjadala kujadili muungano wa wanawake viongozi una nafasi gani katika kuleta maridhiano katika jamii. Bila shaka kuna mengi umeyasikia, lakini kubwa ambalo yeye amesisitiza ni umuhimu wa maridhiano. Sema maridhiano ni muhimu ili taifa la Tanzania liendelee kuwa moja, liendelee kushikamana, lakini amani na utulivu uendelee hapa nchini. Kwa heri, uwe na siku njema. Shukrani ziende kwa wale wote waliofanikisha kipindi hiki kukujia wewe hapo ulipo. Uwe na siku njema, endelea uzama Star TV.